maswali mawili ya kumuuliza anayekuchumbia. Kuna watu ambao wamerahisisha swala la kuolewa na kuoa. Sasa tutakwenda kujifunza mafundisho mafupi, tutakwenda kujifunza maswali mawili. Wewe ni binti, maswali mawili ya kumuuliza yule anayekuchumbia. Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya, na mafundisho haya yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Maswali mawili ya kumuuliza anayekuchumbia. Maswali mawili ya kumuuliza anayekuchumbia. Kuna mabinti ambao wametumbukia kwenye mikono isiyo salama, kwa sababu kitu kilichowavutia kutumbukia kwenye mikono isiyo salama sio kitu sahihi. Alikutana na kijana ambaye ni mtanashati, kijana ambaye anajua kuvaa kama vile ni mtu fulani mkubwa, lakini kumbe hana kitu cha msingi ambacho kitawafikisha mbali. Tunaposoma kwenye Mwanzo 2:15, maandiko yanasema kwamba Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Eden, ailime na kuitunza. Ailime na kuitunza. Mambo mawili ambayo tunajifunza hapa, kwamba Mungu alipomuumba Adam akamweka kwenye bustani ya Eden. Lakini kwenye bustani ya Eden alikuwa na majukumu mawili. Kwanza, kuilima. Na nini kinacho tunapozungumzia kulima tunamaanisha, ni tafsiri ya kulima ni nini? Maana yake ni kazi. Ni kazi. Alafu pili anasema kwamba aitunze. Aitunze. Anasema Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu, akamweka bustani, si akae tu, ailime hiyo bustani. Ailime hiyo bustani. Manake afanye kazi. Manake afanye kazi. Akafanye kazi. Lakini jambo la pili akisema kwamba aitunze. Aitunze. Kwa hakuwekwa Adamu hakuweka pale bustanini ila kae tu. Aliweka pale bustanini ila ailime. Sio ale tu matunda, ailime ile bustani na kuitunza. Kwa maswali mawili ya kumuuliza yoyote anayekuchumbia. Swali la kwanza, muulize kwamba je, una kazi? Yoyote anayetaka kuoa lakini hana kazi, kwanza tayari hilo ni shida. Kwa sababu tunaamini kwamba mtu yoyote anayeingia kwenye hatua fulani, kwa mfano hatua sensitive kama ya kuoa, inabidi jiulize maswali yenye akili. Ni kweli natamani kuoa? Mungu atatubariki, tutapata familia. Mke wangu atahitaji kula, atahitaji kuvaa. Je, nitaiendesheje familia? Kitendo tu cha kuchukua hatua ya kuoa wakati hana kazi. Na tunapozungumzia kazi hatuzungumzii kwamba ajira. Kazi ni kitu chochote, ni shughuli yoyote ambayo inakuingizia kipato. Na kwa bahati nzuri, wako watu ambao wanafanya kazi zao wanapata kipato kikubwa zaidi kuliko hata watu walio na ajira. Kwa tunapozungumzia kazi, hatumaanishi kwamba ajira, tunamaanisha shughuli yoyote unayoifanya ambayo inakuingizia kipato. Kwa binti, kijana anapokuja kutumia muuliza na kazi. Ni upungufu mkubwa kuolewa na mtu ambaye hana kazi. Kumbuka unahitaji kula. Kuna mahitaji mengi ambayo yanahitajika. Na tunapozungumzia habari ya kuoa, hatuzungumzia habari ya kuoa ili mradi kuoa. Tunapozungumzia habari ya kuoa, tunazungumzia habari ya majukumu. Kwa binti anapokuja kijana na kuchumbia, muuliza na kazi. Lakini jambo la pili ambalo Adam alikuwa amepewa jukumu, amesema kutunza. Swali la pili, muuliza anajua kutunza. Anajua kutunza. Ndio mambo mawili ambayo Adam alipowekwa kwenye bustani. Kwanza kuilima, kwa maana kwamba kazi. Alimpa kazi. Na baada ya kuwa tayari Adam anawajibika, na ndivyo ambapo mstari wa utasema kama si vema mtu awe peke yake. Si vema mtu huyu ambaye tayari ana kazi. Si vema mtu huyu ambaye tayari anajua kutunza awe peke yake. Nitafutia wa kufanana naye. Wa kufanana naye.
wa kufanana naye. Kwa maswali mawili ya kumuuliza yoyote anayetaka kuchumbia. Swali la kwanza, muulize una kazi? Muulize una kazi? Kijana yote mwenye akili timamu hawezi kuoa wakati hana kazi. Kijana yote mwenye akili timamu hawezi kuoa wakati hana shughuli ya kumuingizia kipato. Sio issue ya kusema kwamba tutatafutaga wote. Sio issue ya kusema kwamba tutasaidiana. Sio issue ya kusema kwamba kila mtu anakujaga na baraka zake. Hata kama ni kidogo namna gani, ili mradi kuwe na kitu ambacho kinamuingizia kipato. Lakini kama anataka kuchumbia lakini hana kazi, hajui familia hiyo ataitunzaje, hana shughuli inayomuingizia kipato, manake huyo, kwa tafsiri nyingine, huyo bado hajakomaa. Huyo ni mvulana, sio mwanaume, na wavulana hawaruhusiwi kuoa. Lakini swali la pili ni kumuuliza kwamba anajua kutunza. Adamu aliweka bustanini ili ailime, kwa maana kwamba afanye kazi, lakini aitunze. Haya ni maswali mawili. Usiolewe kichwa kichwa. Usiolewe kichwa kichwa, kwa sababu ukiolewa kichwa kichwa, inawezekana ndoa yako isidumu. Sidhani kwamba utakubaliana na mtu ambaye yeye ni mtu ambaye hana kazi, hawezi kuitunza familia yake, hana kitu ambacho kinamuingizia mapato ambayo yatapelekea familia iweze kwenda. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka, ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, usisahau kusubscribe. Lakini pia unaweza kushare, unaweza comment. Na wewe ni binti, zingatia haya. Usiolewe na mtu kwa sababu ni mtanashati. Usiolewe na mtu kwa sababu anajua sana kuongea. Hamtakula maneno, hautakula sura, anajua kuvaa, hajui kazi. Huyo hafai kuwa husband. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.